Na tuombe. Baba mwenyezi na mwenye rehema, kubali kusikia maombi yetu. Kubali kutubariki. Kubali kunena pamoja nasi. Kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Uketi chini tafadhali. Siku moja, kama unaelewa lugha yangu, nasema besheta genge. Siku moja niliona mchungaji na kola. Na mimi kwa kierere yangu nikakimbia nimsalamie. Na nikamwambia, habari yako mchungaji? Akaniambia, tafadhali usiniite mchungaji. Nikashtuka kidogo. Nikamwambia, nikuite nani? Akaniambia, mimi ndio nasimamia wachungaji wote kwa area hii. Hata sikuwa najua jina la Chitiko siku hiyo. Lakini nikashangaa. Ingawa yeye alikuwa na cheo, alisahau ya kwamba sote ni watumishi. Leirida ni mtumishi. Padri ni mtumishi. Askofu ni mtumishi. Na wote wanatumikia Mungu na wanadamu. Kwa hivyo mniruhusu niwasalimu watumishi wote wa Mungu ambao wamekusanyika hapa. Mniruhusu niwasalimu nyote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Gegasta Yesu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mwami afume. Amen. Kamata Jakaita. Ninaona mstaafu ananielewa. Wengi miongoni mwenu niliwafunza kuwa Leirida. Wengi miongoni mwenu wananijua. Nataka niongee kuhusu Leirida kama kiongozi. Na iko Leirida aina mbili. Iko Leirida wa kusimama na Leirida wa kuanguka. Wewe mwenyewe utachagua kama utakuwa Leirida wa kusimama au Leirida wa kuanguka. Nataka niangalie leo kitabu cha Hesabu. Hatutasoma, mtaenda kuangalia. Hesabu 13, 14, 15. Nataka niwaambie wapendwa, Hesabu, kitabu cha Hesabu kiliandikwa na Musa. Hesabu inatolewa kwa sababu ya hesabu mbili iliyofanyika katika kitabu cha Hesabu. Kulikuwa na hesabu ya kwanza ilifanywa mwanzo wa kitabu hiko. Alafu hesabu ya pili ikafanywa mwisho wa kitabu hicho. Mwanzo wa kitabu hicho kulihesabuliwa wale wa kuanguka. Mwisho ukatokea Leiridas ambaye walianguka. Leo nataka kujua kama hesabu itafanywa hapa Museni kanisani kwa Dinari, wewe utaingia kwa hesabu ya Leiridas aina gani? Leiridas wa kuanguka ama Leiridas wa kusimama? Leo nataka tuangalie kitabu cha Hesabu. Musa aliandika, na aliandika kuhusu wana wa Israeli ambao walinungunika na kulalamika. Lakini alituma 12 miongoni mwao. Wanaitwa 12 spies. Hao ndio walikuwa Leiridas, wakatuma 12 spies. Wakaambia, endeni nchi ya Kanani. Endeni nchi ya ahadi. Mkifika huko, angalia na mtuletee report. Ni kama vile Leiridas wanatumwa kwa PCC. Na hata wengine wanatumwa kwa diocese. Wanaambiwa enda kwa synod msikie. Baada ya kusikia, mkuje mtuletee report. Wale ambao wanaletanga report ni Leiridas aina mbili. Wale wa kusimama na wale wa kuanguka. Leo tunataka kuangalia sifa za wote. Tena niwaambie kwanza sifa za Leiridas. Leirida
kitu cha kwanza ni mtu wa heshima. He is respected. Wewe umeheshimiwa kwa sababu uliitwa na Bwana, ukateuliwa na local church yako. Na Musa alipoita majina ya wale wapelelezi 12, aliwaita kwa umati wa watu. Hata nyinyi mkiwa Leirida hamukukaribishwa kisiri. Kila mmoja wenu alikaribishwa kwa umati. Nataka kuuliza, wangapi walikaribishwa kiminini nikiwa Rural Dean huko mwaka wa 2009? Baada ya kuwafunza pale, ninaona wengine wanasahau na mimi najua tu niliwafunza. Kama ulikaribishwa hadharani kiminini, hebu simama nione. Simama niangalie. Watatu. Yaani kila mmoja wenu alikaribishwa hadharani. Niambie, kuna Leirida ketini chini. Kuna Leirida alikaribishwa akiwa peke yake kwake nyumbani. Iko? Wewe unaangalia makanisa mengine mtu anajitangaza pastor. Ukiuliza wewe pastor, nani alikukaribisha na ilikuwa wapi? Atataja. Nasema hapana, mimi mwenyewe niliamua na nikajitangaza na nikaendelea. Hakuja kuwa na heshima. Lakini nyinyi you are very respected. Kwa sababu gani? Ulikaribishwa hadharani. Mungu alitambua kipawa iliyoko kwa wewe kukaribishwa kwa ibada. Ambia Leirida mwenye huko karibu naye, ambie mimi ni wa kuheshimiwa. Naye amekwambia nini? Naye amesema hivyo. Basi nyinyi number 1 ni wa kuheshimiwa. Na nilipokuwa nikiwafunza kuwa Leirida, naambia Leirida ni mtumishi na pia msaidizi wa mchungaji. Kwa hivyo ingawa unaheshimiwa, lakini jua ya kwamba wewe ni mtumishi na pia wewe ni msaidizi. Kitu cha tatu, wewe ni mtumishi katika kanisa la Kianglikana. Wacha nikuelezee sifa za kanisa la Kianglikana. Kwanza, kanisa la Kianglikana ni kanisa ambaye inaamini Biblia ni neno la kweli. Situko pamoja hapo? Yes. Naamini nini? Biblia. Zikuwe Leirida sweta ambaye unaamini maono peke yake. Ya kwamba mimi nimeona gage porwo, nililala usiku nikaona. Tutakuuliza, ingawa umeona, Biblia inasema nini? Sisi mwongozo wetu ni neno la Mungu. Biblia ni neno la Mungu. Kwa hivyo kabla hujatuletea maono ya mtu fulani, kabla hujatuambia vitu yenye umeoneshwa, kitu cha kwanza tunataka mwongozo inatoka kwa Biblia. Waanglikana wanaamini Biblia. Kitabu cha kwanza ambaye Leirida anatakana kutembea naye nini? Biblia. Kitu cha pili, wapendwa, Waanglikana ni watu wa taratibu. Order. Yaani inamaanisha tunafuata taratibu ya seasons. Na kuko na seasons karibu 8. Ya kwanza, season ya kwanza inaitwa kuja. Advent. Baada ya hii season ya Jumapili baada ya Utatu ama Jumapili baada ya Utatu, tunaenda kwa season moja ambayo inaitwa kuja. Kuja ndio kalenda ya Kianglikana. Na kalenda ya Kianglikana inaanzanga tarehe 1, karibu tarehe 1 Disemba. Kwa hivyo sisi Waanglikana ni watu wa taratibu. Taratibu ya kwanza ni siku ya kuja. Na mimi nataka niwaambie wapendwa, kama wewe ni Mwanglikana na Leirida Mwanglikana, nisikupate umehubiri kando na masomo ya taratibu
ambaye amewekwa kwa siku hiyo, kwa sababu sisi ni watu wa taratibu. Sasa unajua kuko na kijana mmoja Jimingwiri Tangeta alikataliwa na msichana na alikuwa Lerida, lakini si nyinyi angebeo boy nyinyi. Alikataliwa na msichana na alikuwa Lerida, na huyo msichana hapo kwa kanisa. Jumapili wacha ubiri. Bwana asifiwe. Haleluya. Kuna wasichana wengine wanakataa wahubiri, watakufa. Umekufa. Mtakufa katika jina la Yesu Kristo. Kama vile huyu dada amekataa masomo yenye alisoma si ya siku hii, na alihubiri mambo yake. Unajua wakati mwingine ukihubiri watu wanajua hii ni maneno ya kwake. Badala ya kuambia mzee nyumbani anaambia kwa kanisa. Na hata iko wengine badala ya kuambia mama nganega anaambia kwa kanisa. Sasa hapo ndio hawezi kuchallenge yeye. Lakini wa mama msikie maneno haya. Haleluya. Ndiposa Waanglikana waliwachunga msiingie kwa mtego ya kusema maneno ya nyumbani ama ya jirani ama ya Mkristo mwenye alisema Lerida alikula zaidi. Kwa hivyo wakasema lazima muongozwe na masomo, na hata nyimbo muimbe ya wakati. Kama ni wakati wa utatu unaimba Baba, Mwana, Roho Mungu enzi kila tuki. Nataka nione nani anauma meno. Ndio pambio ni mzuri mamiani, lakini kuna wimbo wa wakati. Na pia mjue kuna wimbo wa asubuhi na ya jioni. Nikikupata sala ya asubuhi nitakuja huko tu kwa ibada zetu. Unaimba kana mimi usi. Asubuhi ndakana uimbe mapya. Penzi hayo asubuhi tuko nayo, saa za giza ulindwa wa uzima kuwa. Mwanglikana ni mtu wa taratibu. Vile anaongoza ibada. Tena ukiongoza na utaratibu. Kuna Lerida mmoja aliongoza ibada akamaliza na dakika 10. Mimi ndo nilikuwa mhubiri. Na hata akaniambia mhubiri uhubiri haraka sana, mimi naenda pahali. Nianza ndugu zangu pendwa, maandiko matakatifu. Haya, nisema maneno haya. Baba Mwenyezi na mwenye rehema, nimekosa sana. Umeanza na njia aliyopotea. Haya mchungaji, mimi nataka tu umalize haraka. Amejaa wejike. Mwanglikana ni mtu wa taratibu. Kwa ibada unaenda, si unakimbia, inapotana. Lakini pia kuna wengine ambaye wanapoteza wakati kwa ibada. Yaani anarudia maneno mara 6. Ningependa kusema umejaa mwangani. Tena nataka kusema, narudia kusema, na narejelea tena niseme, na waje niseme kabisa. Yaani stand up, speak up, shut up. Simama, zungumuza, nyamaza. Kama hujajipanga usiongee, nitakana ujipange. Wewe ni mtu wa heshima. Sema mimi ni mtu wa heshima. Kwa hivyo ukiongea na heshima, jipange. Kitu cha pili, Lerida si mtu wa heshima tu peke yake. Yeye ni wa majukumu. You have a responsibility. Hata hawa spies walipatiwa responsibility. Wakaambia nyinyi mwende kule nchi ya ahadi, na mkifika huko mtuletee report. Hata sisi tumepatiwa majukumu. Majukumu yako kama mchungaji ni kuhudumu chini ya askofu, chini ya PCC. Wewe ni chini ya mchungaji, usijipe majukumu yako mwenyewe. Na unajua usisahau hii kazi tuna hapa. Nyinyi mnakumbuka wale wa zamani kidogo. Mnakumbuka Lerida Isaya Isiepe. Sweta una smile nini? Hii kazi hata mchungaji
Mchungaji akipuuza askofu wake, hakuna baraka. Leirida akikosa kutii mchungaji, hakuna baraka. Na ukikosa kuhudumu, hakuna baraka. Ndio mimi nataka kusema, hata kama kuko na changamoto ya kukosoa, kosoa kwa siri. Lakini jua ya kwamba una majukumu. Wewe ni mtumishi na msaidizi. Sio tu wewe ni wa kutumikiwa peke yake. Nilikuwa napiga story saboti, kuna Leirida alikataa kutembea na mimi. Unajua mimi sikuli kuku na sikunywi chai ya maziwa. Kwa hivyo akakataa, akasema nikitembea na wewe ndiye maambe. Sasa afadhali niache hizo. Unajua si kutumikiwa sana. Wewe ni mtumishi na msaidizi. Ukizoea kwenda kanisa yenye unatumikiwa, itafika pahali hautatumikiwa. Utafika pahali wanakuacha kafu. Baada ya kutoka ibada hakuna chai na high table. Wewe usisahau wewe ni mtumishi, msaidizi na pia uko na majukumu. Jambo la tatu kabla sijaendelea kusema sana, ni kwamba Leirida ama mtumishi kama wale wapelelezi 12, wewe unaweza kusukuma watu wako. Lakini penye unawasukuma ni wewe mwenyewe unajua. Waliporudi kutoka huko, wote walikuwa na uwezo wa kusukuma watu. A leader is equals to influence. Kama ni kiongozi mzuri, you can influence people to do something. Je, wewe una influencing watu wako kufanya nini? 10 wali influence watu kupandwa na hasira. Wakaambia tumeenda nchi hiyo, tumeona watu wakubwa, tumeona watu wa kutisha, na hizi hatuwezi. Wakajidharau, na hata wakadharau watu wao, wakasema nyinyi hamwezi, momuji hamwezi hii maneno. Afadhali turudi Misri. Lakini nashukuru Mungu, hao ndio leaders ama wachungaji ama nani wa kuanguka. Lakini nashukuru Mungu kulikuwa na wawili wa kusimama ambao wanaitwa Caleb na Joshua. Hao wakaambia ingawa watu ni wakubwa lakini tuko na Mungu. Na Mungu ametuahidi atatupatia hiyo nchi ya ahadi. Tutaenda mbele na tutateka mji huo. Mungu atuongoze. Watu wakataka hata kuua. Hao wengine walisukuma watu kuwa na hasira na kujidharau. Hata wakataka kupiga Musa na mawe na wale wengine waangamize. Lakini wawili wa kusimama wakasimama. Anaitwa nani? Caleb na Joshua. Wakasimama. Na Joshua na Caleb peke yake wakatolewa kwa listi ya kuanguka. Wakaekwa kwa listi ya kusimama. Na wakaenda wakateka nchi ya ahadi. Wewe ukiwa Leirida unataka ukwame jangwani. Hao wengine walikwama kwa kulalamika na kusumbuka. Nataka niwaambie maneno ambayo walifanya. Hawa walilalamika, walilia. Saa zingine ni rahisi kulia kama Leirida. Hakuna mtu ananiona ndiye makasaji. Hakuna mtu. Hata hii kanisa ni watu tutabu bure. Saa zingine ni rahisi kulia. Na watu wengi kwa huduma yao wamekuanga wakilia peke yake. Na ukilia hakuna baraka. Mimi parish ya kwanza nilihudumu upande hii ilikuwa inaitwa Kipsikro. Parish gathering ya kwanza tulikuwa watu 104 na sadaka ilikuwa 110. Kama ningelia singeendelea na huduma, ningeachia pale nirudi kuwa mkulima. Hakuna baraka kwa kulia. Wewe ukiwa Leirida nimekwambia umeheshimiwa. Umepewa majukumu. Kitu cha tatu, wewe unaweza sukuma watu. Je, unasukuma watu kwa kulia ama kwa kushukuru? Mungu atusaidie. Kwa neema yake usikuwe wa kulia. Wale wa kuanguka, kitu cha pili, wanalalamika. Baada ya kulia unatafuta watu wa kulalamika.
unalalamikia wale wa zamani, unalalamikia padri, unalalamikia archdeacon, unalalamikia jamii yako. Hata wengine wanasema mimi ningekuwa na irida mzuri kama sio mzee wangu, lakini si nyinyi. Mimi najua nyinyi wako sana. Hamlalamikani. Na wengine wanasema mimi kama sio watoto wangu ningehubiri kabisa. Wanalalamika. Kitu kingine ni kulaumu. Baada ya kulalamika, wengine wanaweka lawama kwa kila mmoja. Hawa ni lairida wa kuanguka. Lakini nashukuru Mungu, injili haikuishia pale. Leo nataka kuangalia vitu ambavyo vinafanywa na lairida wa kusimama na lairida wa kuweza kuanguka. Kitu cha kwanza, wale lairidas ambaye wanaanguka, kitu cha kwanza, wanajidharau, wanaona hawa kama nzige. Hawa walijiangalia na kusema mimi ni kama sisi ni kama nzige. Hawa watu ni wakubwa. Je, umewahi kujiona kama nzige? Wakati mwingine unahubiria watu wameenda shule kukushinda. Wakati mwingine unahubiria watu ambao wana mali kukushinda. Je, umewahi kujidharau na kujiona kama nzige? Hauwezi kufanya chochote. Nataka kusema ukijidharau, unasahau uko na nani aliye ndani yako. Mungu ambaye tuko naye ndani yetu ni mkubwa kushinda changamoto zote. Siku moja nilipokuhubiri kwa kanisa moja huko Kama. Na hiyo kanisa hata siku hiyo sikuwa nimeona, nilikuwa mwenyewe. Hiyo kanisa ni watu watosi pekee. Mimi kawaida nikachukua clerical shirt ya black na longi ya black na nikavaa. Nikaenda sikuvaa koti. Watu nilipoangalia kanisa ni kila mtu ambaye unajua Kenya. Lakini nikasema chenye niko naye ni Yesu Kristo na injili. Hiko mzee mmoja akanipigia story, watu waliodharau wakasema, leo reverend, umealika jamaa gani huyu kuhubiri? Lakini baadaye Mungu akaniinua mpaka mmoja wao akanipeleka kwa club mara ya kwanza. Nilikuwa nimewekwa chini. Hata walikuwa wameona sifai kuhubiri hapa. Mara ya kwanza nikapelekwa club na Mkristo wao. Na nikakula na minister alikuwa siku hiyo anaitwa Mufisa Kitui, alikuwa ametembea kwa hiyo club. Nikasema kumbe sistahili kujidharau. Ndio kusema wakati mwingi tunajidharau kwa maneno yetu na matendo yetu. Wewe ukitokea nyumbani usijidharau. Kama wewe ni mkulima, usidharau shamba yako, lima kwa wakati. Panda kwa wakati. Wakati wengine wanapanda, wewe panda. Na wakiona hiyo mahindi, wanasema hii ni mahindi ya lairida. Wengine wanaweza uliza, pamoja hii ni ya nani? Usijidharau kwa chenye Mungu amekupa. Make the most out of it. Mwaka ya kwanza nililima shamba ingine ekaine nikavuna funia ini peke yake. Hata kupalia ilinishinda. Mwaka kesho nikasema Mungu nisaidie nisijidharau kwa chenye umenipa. Nikaanza mwaka ujao nikapata gunia 40 nikaongezeka. Mpaka saa hii naendelea na ukulima. Niliomba Mungu anisaidie nisijidharau na chenye niko nayo. Usilalamike. Ambia Mungu nitasonga mbele na chenye niko nayo. Watu wa kuanguka ni wa kulalamika na kujidharau. Na ukijidharau unadharau na Wakristo wako. Unasema kila wakati wizi. Afadhali wanasema ishemeta. Afadhali mambo ya kupatie mbele, lakini usikae ukilalamika. Je, umewahi lalamika? Wakati mwingi tunalalamika na kujidharau kutokea kwetu, kutokea kwa wale ambao tuko na wao. Nataka nikuambie, haijalishi wewe ni wa heshima, Mungu ana sababu ya kukuweka hapo. Usijidharau kwa sababu uko na kitu kikubwa kushinda vitu hivi. Uko na Yesu Kristo. Goliathi alidharau Daudi, lakini Daudi alisema dhahabu na fedha sina, lakini katika jina la Yesu, katika jina la Mungu aishi, akachukua kombeo na jiwe na Goliathi. Nataka kukuuliza uko na nini? Hakuna mtu mwenye Mungu amemwacha kafu. Mungu amekupa kitu. Usijidharau.
Na hata wakati watu wanatoa, usijidharau, jitoa hata wewe upate kubarikiwa. Kiminini watu walikuwa wanajenga kanisa, na mimi nikaona nyumbani hata sina nyumba. Nilikuwa na nyumba ya mabati 4. Hata ukilala mlango mguu inaweza kugonga nje. Msichana yangu siku moja tulitembea naye nyumbani, akaniambia, dadi, nyumba yako ni fake. Watu walipokuwa wakiitisha mabati ya St. John's Kiminini, hadi niseme hata mimi sina nyumba, siwezi kutoa mabati. Lakini nikasema siwezi kujidharau. Mungu amenibariki. Nikaandika hata mimi nitatoa 5. Na baadaye Mungu akaniwezesha nikajenga nyumba ya mabati afadhali. Uko nyumbani na Kiminini. Ni kwa sababu niliamua sitajidharau. Wakati mwingi changamoto yenye inatuchia ni kwa sababu tunajidharau kwa mawazo. Haujapanua mawazo na kuhesabu baraka ambazo Mungu amekupa. Nataka kutokea leo ukitoka hapa, sema sitaki kuanguka tena na kujidharau this year. Kama chakula ilikuwa inakwisha nyumbani, mwaka huu nataka niamuke katika jina la Yesu Kristo. Na nisipokee, nipeane katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Na unajua inawezekana. Inawezekana ama haiwezekani? Inawezekana. Kujidharau iko kwa kichwa. Kujidunisha wewe ni nzige iko kwa kichwa. Lakini kusonga mbele iko kwa kichwa. Mungu afungue mawazo yetu. Usijidharau tena. Kitu cha pili, hao watu wa kuanguka waliongozwa na hofu. Walipoona wale watu wakafikiri hao watu ni wakubwa kushinda Mungu. Nikwambia hakuna changamoto ambayo ni kubwa kushinda Mungu. Mungu wetu ni mkubwa kushinda changamoto zote. Hata kushinda Wafilisti na watu wa Kanaani, Mungu ni mkubwa. Mungu atusaidie. Tujue ya kwamba hatuwezi kuongozwa na hofu. Tunaongozwa na imani katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Kitu cha tatu, kuna kitu ambacho kinatuumiza sana. Kitu ambacho kinatuumiza sana ni kuona ya kwamba hatuwezi fanya chochote. Sisi tunafanya chochote. Nawaambia kanisa, msingi wa kanisa inatokea kwa ninyi ambao mmejitolea. Kanisa mingi zilisimamishwa na lay readers waliokuwa na imani. Na kanisa mingi ziliangushwa na lay reader ambao walikuwa wakuanguka. Huwa na lay reader mmoja alipo transfer kutoka hapo kanisa ikakufa. Yeye alifanya kila kitu. Somo la kwanza ni yeye. Kupanga ibada ni yeye mwenyewe alikuwa anapanga mwenyewe. Wimbo wa msafara ni yeye ndio alikuwa anatoa. Baada ya kuongoza ni yeye mwenyewe. Na hata baadaye somo la kwanza angeamini mwingine kusoma, yeye mwenyewe angesoma. Na wimbo wa kukaribisha somo la pili, yeye mwenyewe ndio angesoma somo la pili. Na baadaye yeye mwenyewe ndio angehubiri. Na hata sadaka hakuamini mtu kutembeza kikapu ya sadaka, yeye mwenyewe angetembeza kikapu ya sadaka. Na hata kuhesabu hakuna mtu angeamini hesabu, yeye mwenyewe ndio angehesabu sadaka. Yeye alifanya kila kitu. Kuna wale hawafanyi chochote na kuna wale wanafanya kila kitu, na wote ni wa kuanguka. Wewe ni grupu gani? Wa kufanya kila kitu ama wa kutofanya chochote? Mungu atusaidie. Mungu atuelekeze. Hata mimi najua kanisa nyingine si ya Kianglikana, mchungaji wa hiyo kanisa ni driver. Baada ya kuwa driver, yeye ndio chief chef kwa jikoni, anaingia kihesabu sufuria anakoata, vikombe, hata nyama anahesabu. Na baadaye yani kainge mwisho hiyo kanisa haiendelee. Wakati anahesabu nyama wanamwambia mchungaji imefika wakati wa kuhubiri. Tena yeye ndio anaongoza wimbo. Na baadaye hiyo kanisa haiwezi kuendelea. Nataka kusema ya kwamba Mungu atusaidie
Kitu cha 4, wale wa kuanguka. Hao wa kuanguka chenye wanafanya, hao wanaongoza wengine kwa moyo kuelekea pahali pabaya. Hao wale spies waliongoza watu kuwa na hasira, wakaongoza watu kuwa na doubts, wakaongoza watu kufanya maneno mabaya. Wewe, how do you influence your church? Na unajua kanisa is supposed to lay leader. Kanisa ya kulalamika, angalia lay leader wao. Kanisa ya kutoa, angalia lay leader wao. Kanisa ya kukaribisha wageni, angalia lay leader wao. Kanisa ya kutoa ushuhuda, angalia lay leader wao. Kanisa ama kijiji, naona wengine wako advance siku hizi, wamepita stage, spoti imeadvance siku hizi, wako lay leader anasimamia kijiji. Ukiangalia hiyo kijiji ni sura ya lay leader. Ukiangalia parish ni sura ya mchungaji. Na sijui kwa nini wakichange mchungaji parish inabadilika pia. Fuata tabia huyo. Hata vijiji wakibadilisha itafuata tu tabia huyo jamani. Unajua kuko na mzee mmoja bibi yake alikuanga mwizi sana. Yaani hata pesa ananusa. Hata akiweka, lakini si wa mama upande wangu. Ukiweka pesa ananusa. Akasema huyu bibi acha aende, akachukua pili. Huyu wa pili sasa alikuwa na masters ya kulipa. Baba alikuwa anaweka pesa kwa duka. Kwa sababu nyumbani gharama kasi. Lakini kumbe shida si wa mama, shida yeye alikuwa mchoyo, ndio pesa itoke kwake lazima aibe. Wakati mwingi nataka niwaambie sura ya boma ni mzee. Mzee ni sura ya boma. Sura ya local church ni lady. Nikitembea hapo kidogo niangalie, unajua tulikuwa tunafanya kazi ya kuangalia wanafunzi. Ukiangalia hii kanisa, watu wanauma mdomo, hawezi ongoza ibada. Jua hii jamaa anakuhamia kila kitu sterile. Kila kitu mwenyewe. Ukiangalia watu wako free, hata wanatoa ushuhuda, hata wanasalamia. Jua yule leader ako very free. Tunapatia watu uhuru. Mwingine anasema wewe acha mchungaji aende ndio utaona. Lakini si mimi. Haiwahusu. Na nani niwaambie sisi ndio tunadetermine kanisa. Na vile tunaleta report. Ule spies walisema hii maneno hatuwezi. Hata nyinyi mnapelekanga report baada ya PCC ya quarter budget. Ndio wanasema ule mchungaji mwenye alienda alikuwa afadhali. Huyu ndeka barepana. Amenua kabisa. Yaani quarter imeongezeka, shida imeongezeka. Na tena nawaambia wapendwa, msiseme sikuambia. Sikuambia, msiseme sikuambia. Ni hatari kabisa mambo ambayo yako mbele. Kitu kingine ni ya kwamba hao watu walilalamika. Nataka niwaambie dunia hii ishi ukiwa na shukrani. Sio kila leader anaenda kuwa padri. Wengine wameitwa kuwa leader. Ni mzuri kukubali nafasi yako ile. Na hata wachungaji ni vizuri kukubali nafasi yako ni padri. Sio mapadri wote watakuwa askofu. Na hata si kila askofu watakuwa archbishop. Ni vizuri dunia hii kupate penye Mungu alikuweka. Na ushukuru. Usitake kuwa kama mwingine. Sisi unaona kama wachungaji wanavaanga msalaba kweli. Nani anatakana kuvaa msalaba? Ni askofu. Ndio amwekewa. Nani ndio anawekelea watu mkono? Nani anabatiza watu? Nani ameruhusiwa kushukurisha watoto? Nani anaweza ruhusiwa kwenda mchungaji akimpa ruhusa afanye ibada ya mazishi? Kazi ambayo mko nayo ni mingi. Na ile mingi yenye mko nayo wakati mwingine inakuwa shinda. Hapana, tafuta ya juu zaidi. Mungu akiona upate promotion atakupa. Lakini kama hajakupa promotion, kubali kazi. Mimi nikiwa sasa hapa, mimi ni mume wa mchungaji. Sina mamlaka ingine.
Nikiruhusiwa kuongea ni sawa. Nisiporuhusiwa nitakunywa maji na ikikwisha uichikeka. Hii vitu kwa hii maisha ni mzuri ukubali. Hata nyumbani mpatie mama mamlaka ya jikoni, hapana enda hesabu tena. Weka ngojea, wakikuletea mfuko peke yake, vumilia tu, sema Bwana Yesu atakuja. Kubali pesa, pande yako kubali. Bana nataka ambaye si yako. Tosheka na hiyo. Hata wewe unaangalia watu wakienda mtoni, hata wewe unataka kufuata. Naomba Mungu akusaidie. Mungu akusaidie ukubali. Leo nataka nimalizie kwa kusema lay leaders ambaye watasimama. Kitu cha kwanza, watategemea Mungu na sio watu. Tegemea Mungu na sio watu. Kwa hiyo huduma, ukitegemea watu fulani watakusimamisha, hakuna penye utafika. Naomba Mungu akusaidie utegemee Mungu. Tunamanga kumtegemea Mwokozi wangu tamu kabisa, kukubali neno lake ni maramo. Nataka kusema usitegemee saa zingine mchungaji atakuona ukifanya kazi ama achikikon ama nani. Tegemea Mungu. Fanya kazi kwa bidii. Jua Wakristo wako kwa majina. Hata jua vile wanakaa. Na ukuwe na uhusiano na wao. Kitu cha pili, sikiliza watu wote, sio watu wengi peke yake. Hao wengi walisema uongo. Lakini wachache wawili peke yake walisema ukweli. Sikiliza wale ambao wanatuongoza kwa neno la Mungu. Wakati mwingi tunapenda kusikiliza maneno ya watu. Tunakosa kusikiliza wale wanatuongoza kwa neno la Mungu. Mungu atusaidie. Mungu atuelekeze. Tusikilize wale watatuongoza kwa neno la Mungu na tutasimama. Na hata wakati mwingine kama ni chai ama nini ni rahisi watu kuhudhuria. Lakini mafunzo inakuwa changamoto. Ni vizuri kukaa miguuni na kufunzwa. Siku ile Irida anakaa kama Martha, alikuwa anatengeneza, hakukaa miguuni pa Yesu Kristo. Usikilize wale watatuongoza na watatujenga. Kitu kingine, wakati mwingi ni rahisi na sisi tunafanyanga majaribu haya kusikiliza habari mbaya na ukose kusikiliza habari nzuri. Watu walisikiliza maneno ya wale 10 wakasahau kusikia maneno ya wale watu wengine. Hata kwa parokia ni rahisi kusema habari gani, mbaya ama mzuri? Gani ni rahisi kusema? Mbaya. Tumeenda huko. Neno ilikuwa mzuri, lakini huyu Leirida aliyon kwa ibada. Tena aliyon mara 6 nilihesabu. Usikilize maneno mazuri. Usambaze maneno mazuri. Na unajua wakati mwingine watu wanapelekanga sifa mbaya parokia ni sisi, wakati mwingine tunasema maneno mabaya. Nyinyi bado mnakaa, parishi yetu ilikufa zamani. Sema maneno mazuri. Sema ya kwamba tunaendelea. Najua hata kama mko na changamoto, sema yale mazuri ambayo yanatokea. Kitu cha 4, usimame kwa ujasiri bila uoga. Caleb pamoja na Joshua walisimama kwa ujasiri na wakarithi nchi. Wale watasimama kwa ujasiri wataona kanisa hili limekamilishwa. La Musa. Hoga watalalamika. Kwa nini walitupimia ndefu sana? Mbona walitupimia hii? Nataka uwe Leirida wa kusimama kwa ujasiri. Haijalishi parokia ni simama kwa ujasiri. Jambo la mwisho, tembea kwa imani. Usitembee kwa kuona. Wakati mwingi tumevunjika moyo kwa kutembea kwa kuona, lakini hatujatembea na imani. Kikundi hiki cha Leiridas mna heshima, mliitwa na Bwana.
na mkafanywa kuwa leader mbele ya watu wengi. Kitu cha pili, msisahau mko na majukumu kama Waanglikana. Na kitu cha tatu, mnaweza kusukuma watu waende mbele au warudi nyuma. Wale 10 walisukuma watu wakaangamia jangwani, lakini wale 2 wa kusimama walisukuma watu wakarithi nchi na wakawa na baraka. Wewe ni leader wa kusimama ama leader wa kuangusha watu? Wewe utasimamisha watu ama utaangusha? Mungu atusaidie. Hata sisi kama wachungaji tunaulizwa, sisi ni wa kusimamisha watu ama wa kuangusha watu? Mungu wa amani akubariki. Na tuombe.